hakikisha utakapomnyanyua yule mtoto, hii pete imguse katika ngozi yake. Na baada ya pete hii kumgusa katika ngozi yake, kila kitu kitakuwa kimekwisha. Mipango yote ambayo Kathy anaipanga haitaweza kukamilika kamwe. Kama vile ule mpango wa kwanza ulivyoshindwa kutimia kuweza kumuua huyo mtoto, basi na ile swala halitaweza kukamilika. Na hii ni kwa nini? Ni kutokana na mazingira ambayo yatakayokuwepo, mazingira ambayo watakuwepo manyanya, lakini pia kutokana na hilo basi kutakuwa na wasiwasi mkubwa kwamba kwa nini huyo hajawahi kututafuta lakini leo amekuja kutuangalia, basi inabidi tuweze kuwa makini kabisa. Basi hilo basi itakuwa ni moja kati ya chanzo kikubwa. Lakini pia kitu ambacho ufahamu ni kwamba wakati walivyompeleka ule mtoto kwa mganga, basi moja kwa moja ilionekana kuna mtu aliyemchezea. Nakumbuka waganga wanajua kwamba nani aliweza kumchezea. Kwa hivyo moja kwa moja kila kitu kinafahamika. Basi na imani kubwa unafahamu, una hamu sana ya kuweza kujua ni kipi ambacho kitakwenda kutokea au kujua ni yapi ambayo yanakwenda kujiri. Kitu cha kwanza ni kwamba hakikisha kama ni mara yako kwanza kuweza kufika hapa, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe, kisha niweze kualika moja kwa moja. Huu ni uchambuzi, lakini pia kitu kikubwa ni kwamba nakwenda kufahamisha juu ya matukio ambayo yanakwenda kutokea. Ndio maana nikasema hakikisha unaungana na sisi kwa kuweza kubonyeza neno subscribe ili kusudi kuweza kupata episode mpya mapema kabisa. Hakikisha unaungana na sisi kwa kutoa support yako, mchango mkubwa sana. Kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Basi nikaribisha moja kwa moja, na hapa nachukua nafasi hii kuweza kufahamisha kwamba hapa tuzungumza mambo mengi kweli, lakini kubwa zaidi ni kufahamisha ni yapi ambayo yanakwenda kujiri. Kama tulivyoona mwanzoni kabisa, tumeweza kuona mambo yamekuwa mazuri, hasa kwa upande wa Mdeme pamoja na Elini, ni kwamba wameweza kurudiana. Hii kimaanisha kwamba kwa sasa maisha yanakwenda kuwa mazuri tu na kuendelea kuwa vizuri. Kwa hivyo kila kitu kipo sawa, mambo yatakuwa shwari kabisa. Wanarudi kuanza kupanga jinsi gani watakavyoishi. Sababu kubwa ya mama yake na Vai kuweza kuhakikisha anapambania sana waweze kurudiana ni kwa sababu alikuwa anawaza kwamba je, atawaweka wapi hawa mabinti yake wawili? Atawarudisha nyumbani, na akirudi nyumbani je, ni kipi ambacho kitatokea? Sio kwamba anapenda, ni kutokana na vile ambavyo ilivyokuwa maisha yake kiuhalisia. Akijaribu kufikiria jinsi gani ambavyo hakutamani manyanya aweze kuachana na Vai, ila tu shida ni kwamba kutokana na mazingira pia yaliyokuwepo, kitu ambacho kinamfanya azidi kuona tu ni bora waachane. Lakini mazingira ya Aileen ni magumu kwake kwa sababu cha kwanza hafahamu au hajui ya chanzo au ni nini, lakini hajafahamu kabisa, hajaishi nao sana. Kwa hivyo imekuwa ni lazima aweze kuhakikisha anapambana ili kusudi waweze kurudiana. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo imeweza kusababisha. Sasa kuna mambo mengi kweli sana ambayo yatakwenda kujiri, hasa kwa upande wa jinsi gani kwamba maisha yataanzaje. Je, Mdeme ataishije kwa sasa? Kwa sababu alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye ana pesa na nini, maisha mazuri, lakini mwisho wa siku amerudi nyuma kabisa, hadi mfanyakazi amemwacha na nini, mambo mengi kweli. Na hii yote huenda ni kwa sababu yake tu kuendekeza wanawake, kwa sababu tunajua kabisa kama ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakifuatilia tamthilia hii, Mdeme alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahonga pesa nyingi sana. Alafu kisha hamna kitu yani anachokipata zaidi ya kupata dharau kutoka kwa wanawake ambao alikuwa akiwanunua wakimnadi na kusema kwamba yeye hana kitu chochote kile. Kwa hivyo pesa nyingi kwa asilimia kubwa Mdeme zimeishia kwa wadada au wanawake. Sasa hao ndio yaliyojiri na makubwa zaidi. Sasa kwa hivyo kwa sasa maisha yanakwenda kuwa mazuri na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Lakini pia moja kati ya tukio kubwa sana ambalo limeweza kutokea ni tukio la Mudi Muzungu. Hata mke wake mwenyewe ameshtuka sana juu ya kuweza kuona kwamba Mudi Muzungu karudia kwenye pombe. Kashtuka sana na kaumia sana. Ile kiuhalisia ni kwamba kaumia sana Mudi Muzungu kurudi kwenye pombe. Na sababu ya Mudi Muzungu kurudi kwenye pombe ni kwa sababu hapo awali ana matatizo ya figo. Kwa hivyo kitu hicho kimemfanya aweze kuona ni kama kuna kitu ambacho hakipo sawa hapo. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo imemfanya aweze kuona au aweze kuumia moja kwa moja juu ya Mudi kuweza kurudi kwenye pombe. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa. Lakini Mudi anakunywa akijua kwamba hii itakuwa ni suluhisho kwake, lakini kitu ambacho ni tofauti kabisa na yeye anavyofikiria. Kwa sababu pombe zikiisha atarudi kule kwenye yale matatizo ambayo
siku zote yamekuwa yapo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kikifikiria ni kwamba mambo hayako sawa kabisa. Lakini kitu kingine tuliweza kuona tukio ambalo limeweza kutokea ni la kijana huyu ambaye anafahamika kama tuliweza kuona jinsi gani ambavyo alikuwa akiuza mali na nini kwa sababu anataka aweze kusepa na kuweza kuondoka. Huyu ni aliyewata ni Kavumba. Kavumba kutokana na issue aliyopata, lakini kitu ambacho hakutegemea ni kuweza kuona kwamba jamaa anamwambia hamfahamu. Lakini mbaya zaidi jamaa alivyomwambia umenifananisha sio mimi, jamaa kaingia kwenye simu, hiyo ikimaanisha kwamba kuna video zake ambazo zipo huko ambazo zipo kwenye simu. Ndipo alipokasirika na kuweza kujua sasa ni mimi tu hapa, sina la kufanya. Ndio maana alivyotoka yule kijana, jamaa aliumia sana na nini, akagonga ukuta na nini, lakini hiyo ndio situation kubwa. Basi hii imemrudisha nyuma sana, na sidhani kama hii itakuwa ni miongoni mwa sababu ambayo itasababisha aidha abadilike, ila haya yanapita. Tunajua kabisa mambo ya kitrendi huwa yana trendi. Kuna wadada wengi sana watu ambao video zao zimewahi kuvujwa, wasanii wa Bongo, bila shaka mnajua, unaweza kumtaja hapo kwenye comment, lakini pia wengi tu wasanii sasa hivi tumeshawasahau na wao wanaishi tu maisha yao mazuri tu wanaendelea. Kwa hivyo kitu hapo cha Kavumba kufanya ni kwamba anataka kusahau kabisa na kujiona kwamba sio yeye. Hapo cha msingi abadilishe muonekano, kama ni kunyoa kipala anywe kipala, atoe ndevu zote, alafu kisha aanze kuishi maisha yake ya kitofauti kabisa, ambayo yatakuwa ni tofauti, huku akiamini kwamba hii issue inakwenda kupita na kuweza kupita kama kawaida. Sasa tukimalizia ni kwamba tumeweza kuona moja kwa moja Kathy amerejea pale nyumbani kwa mganga. Sasa hii imejili mara tu baada ya kuona kwamba maisha ni mazuri sana kwa binti ambaye ni Matilda. Matilda karudi na maisha ni mazuri. Kwa hivyo hii inapelekea moja kwa moja kumfanya asiwe confidently na kile ambacho amekiona. Ndio maana ameweza kupambana kuweza kuhakikisha kwamba anaenda kwa mganga, lengo kubwa ikiwa ni kuweza kunani. Sasa kwa mara ya kwanza alienda kwa mganga huyu, maana yake kashindikana. Kwa hivyo inaonekana huyu mganga hana nguvu zaidi ya yule mganga wa kina Mati. Kwa hivyo hata kama yote atakayofanya, moja kwa moja wataenda kwa yule mganga na ataweza kunani. Lakini hii awamu kama atafanikiwa, itabidi mganga aweze kuambia nini ambacho kimejiri. Lakini kupitia hili ni ngumu sana kuweza kufanikiwa kutokana na bifu alilonalo na Manyanya. Manyanya hataki kumuona kabisa. Kumbuka kabisa wakati Manyanya alifanya uchambuzi kwa kina, upembuzi wa kina, kipindi kile imempelekea zile vile vyakula. Baada ya kuvishtukia wakaona acha ninavyo. Hiyo ndio ambacho kitakwenda kutokea. Kwa hivyo ndio hivyo. Basi lakini pia na imani kubwa huenda kwa miongoni mwa watu ambao imechukua muda mrefu sana movie hii haijarushwa, huenda ulichukizwa na nini, lakini pia mambo yalikuwa hapo sawa. Cha msingi ni kwamba bonyeza neno subscribe, alafu kisha dondosha maoni yako hapo chini kwenye comment. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming
on distorting the original video. Bila shaka wengi wamefurahi Mati kurejea kuishi na Manyanya, kwa sababu Manyanya kwa sasa alikuwa anaishi kama miongoni mwa watu ambao wana stress nyingi kweli, lakini ukizingatia kwa wale ambao wameanza mwanzo wa tamthilia hii hadi kufika hadi hapa, basi lazima kuwe na mgawanyiko kwamba kuna watu ambao wameumia sana Violet kuweza Manyanya kumwacha, lakini pia yote kwa yote ni kwamba ndio ameshatokea hivyo na inabidi awe hivyo kutokana na maisha yalivyo. Na yote ambao yanatokea hapa maana yake ni kwamba yapo katika dunia au katika ulimwengu, katika maisha yetu hasa ya kibongo ambao tunaishi. Hii inamaanisha kwamba hivi ndivyo maisha yalivyo. Basi na imani kubwa huenda kani miongoni mwa watu ambao una kitu cha kuweza kutoa maoni yako hapo chini. Je, kipi ambacho umejifunza kupitia mwanzo hadi hapa ilipofika tamthilia hii kupitia swala zima, tukiongelea swala zima tu la ndoa ya Manyanya, ni kipi ambacho umejifunza? Basi naomba nikuambie tu kwamba hakikisha unyonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe, lakini pia hakikisha unaondosha maoni yako, hasa ukituambia kwa upande wako ni kipi ambacho umejifunza au unakiona kwamba aidha hakipo sawa au kipo sawa kutokana na namna ilivyokuwa mwanzo wa tamthilia hii hadi hapo ilivyofika. Basi kama ni miongoni mwa watu ambao umefurahia juu kile kilichotokea kwa upande wa Matilda kuweza kurejea na Manyanya waishi pamoja, kichobakia ni tuweze kuona je ndoa yao itakuwaje. Basi naomba uweze kudondosha maoni yako hapo chini kwenye comment, kisha hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Basi nichukue nafasi hii kuweza kualika na kuambia tu kwamba hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao unapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia matukio kadhaa ya mijili. Basi moja kwa moja niweze kukualika tuweze kuanza uchambuzi wetu, na kabla ya yote nikuambie tu asante sana kama ni miongoni mwa watu ambao umeshakwisha kubonyeza neno subscribe. Kama bado, basi nafasi ni sasa, sekunde chache tu bonyeza neno subscribe kisha tuweze kuendelea. Basi tumeona katika tamthilia iliyopita na lengo langu kubwa ni kuweza kufahamisha kipi kijacho, lakini moja kati ya tukio kubwa sana ambao kwa upande wangu binafsi limeniumiza sana, lakini pia huenda na wewe umeumia sana juu ya kitu ambacho amekifanya Kathy, hasa kuweza kuvujisha video zake mtandaoni na watu kuona. Na kiukweli ni kwamba sio tu kwamba hivyo, chukua mfano kama huu hapa, jamaa akafanywa na wanaume. Umeona, tunakumbuka kabisa kwamba wakati Kathy alipokuwa binafsi hadi mawazo yangu mimi, umeona, wakati Kathy aliletewa wanaume wengi, lakini kwa upande wa Kavumba kaletewa wanaume tena. Basi mimi kwa maoni yangu ni kwamba tungefanya haki sawa, basi tukasema kwamba kwa kuwa Kathy aliletewa wanaume wengi, basi na huyu Kavumba aletewe wanawake wengi. Basi hiyo unaona imekaaje? Dondosha maoni yako hapo chini uniambie, lakini pia nikwambie tu kwamba kitu kilichotokea hapo hakitakiwi kabisa katika ulimwengu huu, kinatakiwa kitupiliwe mbali kabisa. Ni moja kati ya tabia mbaya sana, hasa kuweza kumwaibisha, kwa sababu hapa unaweza kusababisha mambo mengi makubwa sana. Hasa kabla sijadokeza kipi kitakachojiri, labda nikuibie siri tu. Wakati katika ile hatua 133 tuliweza kuona kabisa kwamba huyu Kavumba alitaka kuweza kujichoma kisu mle ndani, alitaka kujiua, lakini akawa bado ana imani kwamba ipo hivyo. Lakini kupitia situation, je, unahisi ni kitu gani ambacho anaweza kaenda kukifanya hasa kwa sasa kutokana na jinsi ambavyo ilivyotokea? Kuja kutazama jinsi ambavyo ameenda hadi dukani. Tuchukulie mfano kwamba kaenda dukani, kaenda kununua chakula. Sasa kashindwa kununua chakula, maana yake kashindwa kabisa. Sasa kuna vitu vya kunote hapo, inabidi aweze kutoka hapo aelekee sehemu nyingine akaishi, hata huko Sumbawanga wapi, mbali kabisa na maeneo hayo, kwa sababu hapo wamemzoea sana, walikuwa wanajua ni bodaboda wao, atakuwa ni ngumu sana kuweza kufanya kazi, kwa sababu kumbuka wakati alipokuwa akifanya mambo yake, na ndio maana uliona hata bodaboda aliweza kumfuata na kumwambia vipi, ni wewe kweli? Ndio hivyo, ile kiume ni nini hivyo. Lakini mwisho wa siku imebidi aweze kukimbia moja kwa moja kutokana na kitu kilichotokea. Hii ni moja kati ya kitu kikubwa sana ambacho ni kibaya sana. Ukiachana hayo, kuna mengi kule kweli, hasa tuliweza kuona jinsi gani ambavyo familia kina Violet, mama yao ambaye na Irene pia waliweza kujadiliana. Mama yao wakamwambia wanataka waende kijijini, lakini mama yao anasema hataki. Je, kwa upande wako ni kipi ambacho unashauri waweze kukifanya? Wabaki hapo
au waone utaratibu gani ambao wataufanya, kama ni kwenda kijiji, kama ni kwenda basi huko kijijini wakaende. Lakini je, ni kipi ambacho unaweza kuwashauri wakiwa hapo, kwa sababu Irene ndio hivyo tunajua kilichotokea, lakini pia kwa upande wa Vai tunajua kabisa kipi ambacho kimeweza kujiri. Je, ni kitu gani ambacho unaweza ukashauri hasa kwa upande wako? Ni maoni gani? Dosha maoni yako hapo chini, kisha nikwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako, kubonyeza neno subscribe kama unapenda na kukubali tamthilia hii. Ukiachana hayo, tumeweza kuona kitu cha kuhuzunisha sana kwa upande wa Mudi Muzungu. Mudi Muzungu alikatazwa kunywa pombe kutokana na namna ambavyo swala zima la figo, alikuwa na matatizo ya figo. Lakini pia ukija kutazama ni kwamba kwa sasa hali yake ndio hivyo, sio nzuri kiaina hiyo, kitu ambacho kinatilia wasiwasi mkubwa na kusababisha kidogo kuwe na utofauti. Sasa hii inaweza kusababisha matatizo makubwa sana, hasa kwa upande wake kwa jinsi ilivyoonekana na jinsi ilivyokuwa. Hii inamaanisha kwamba kuna mengi sana ambayo hayako sawa, kitu ambacho kinaweza kusababisha aidha hali yake ikarejea kama zamani kutokana na yeye kujikuta akitumia tena pombe. Na tunajua kabisa sababu iliyosababisha anywe pombe ni kwa sababu ya ule Zuu ambaye kwa sasa anamchanganya sana, hasa tukio lake zima la kumkuta chooni akifanya mapenzi na yule kijana mdogo kabisa, kitu ambacho kimeibua hisia kali na maswali mengi kwa wengi kutokana na tukio alilolifanya. Hakika inasikitisha sana, lakini kubwa zaidi ni kwamba G amerejea na amerudi huku akiwaambia pale kwamba anajua kila kitu. Manake kama amepona kwa jinsi au na namna ile, manake ni kwamba na yeye alielekea kwa mganga. Kwa hivyo moja kwa moja sasa hapo kazi ipo, hawa inabidi waweze kujiuliza. Sasa tukimalizia kubwa kusudi tuweze kwenda nikufahamisha ni kipi kinachojiri, ni kwamba tumeweza kuona gari imekuja, imekuja na Matilda. Anaonekana ipo vizuri kabisa. Ni muda umepita mrefu sana, zaidi ya miezi 9 tangu alivyoenda kujifungua, na sasa mambo ni mazuri, tunasema familia inakwenda kuanza, kitu ambacho kiukweli kinaweza kikasababisha mambo yakawa mapya kabisa, kasa kwamba je, ndoa yao itakuwaje kwa sasa. Hicho ndicho kitu ambacho watu wengi wanakwenda wanatamani kuweza kufahamu. Sasa ndoa yake kidogo itakuwa ni kitofauti. Kumbuka lengo la tamthilia hii ni kuonyesha namna gani watu wanaopitia kwenye maisha majanga, matatizo makubwa, alafu mwisho wa siku wanakuja kukutana na mambo mazuri. Kwa hivyo hiki ndicho kinachojiri. Ndoa itakuwa na amani na upendo kwa sababu wote wanaonekana wamependana, lakini kikweli na kuhalisia Vai hatakubali kabisa. Hatakubali, atakuwa na roho mbaya kabisa kama ya Kathe. Hicho ndicho kitu ambacho kinakwenda kujiri. Basi niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane na masa mwingine. Asante kwa kuona mimi. Bila shaka wengi wamefurahi Mati kurejea kuishi na Manyanya, kwa sababu Manyanya kwa sasa alikuwa anaishi kama miongoni mwa watu ambao wana stress nyingi kweli kweli. Lakini ukizingatia kwa wale ambao wameanza mwanzo wa tamthilia hii hadi kufika hadi hapa, basi lazima kuwe na mgawanyiko kwamba kuna watu ambao wameumia sana Violet kuweza Manyanya kumwacha, lakini pia yote kwa yote ni kwamba ndio ameshatokea hivyo na inabidi awe hivyo kutokana na maisha yalivyo. Na yote ambao yanatokea hapa maana yake ni kwamba yapo katika dunia au katika ulimwengu, katika maisha yetu hasa ya kibongo ambao tunaishi. Hii inamaanisha kwamba hivi ndivyo maisha yalivyo. Basi na imani kubwa huenda kani miongoni mwa watu ambao una kitu cha kuweza kutoa maoni yako hapo chini. Je, kipi ambacho umejifunza kupitia mwanzo hadi hapa ilipofika tamthilia hii kupitia swala zima, tukiongelea swala zima tu la ndoa ya Manyanya, ni kipi ambacho umejifunza? Basi naomba nikuambie tu kwamba hakikisha unyonyeshe upendo wako, kubonyeza neno subscribe, lakini pia hakikisha unaondosha maoni yako, hasa ukituambia kwa upande wako ni kipi ambacho umejifunza au unakiona kwamba aidha hakipo sawa au kipo sawa kutokana na namna ilivyokuwa mwanzo wa tamthilia hii hadi hapo ilivyofika. Basi kama ni miongoni mwa watu ambao umefurahia juu kile kilichotokea kwa upande wa Matilda kuweza kurejea na Manyanya waishi pamoja, kichobakia ni tuweze kuona je, ndoa yao itakuwaje. Basi naomba uweze kudondosha maoni yako hapo chini kwenye comment, kisha hakikisha unaonyesha upendo wako, kubonyeza neno subscribe. Basi nichukue nafasi hii kuweza kualika na kuambia tu kwamba hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao unapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia matukio kadhaa ambayo yamejiri. Basi moja kwa moja niweze kukualika tuweze kuanza uchambuzi wetu, na kabla yote ni kuambia tu asante sana kama ni miongoni mwa watu ambao umeshakwisha kubonyeza neno subscribe. Kama bado, basi nafasi ni sasa, sekunde chache tu, bonyeza neno subscribe kisha tuweze kuendelea.
Basi tumeona katika tamthilia iliyopita, na lengo langu kubwa ni kuweza kufahamisha kipi kijacho, lakini moja kati ya tukio kubwa sana ambalo kwa upande wangu binafsi limeniumiza sana, lakini pia huenda na wewe umeumia sana juu ya kitu ambacho amekifanya Kathy, hasa kuweza kuvujisha video zake mtandaoni na watu kuona. Na kiukweli ni kwamba sio tu kwamba hivyo. Chukua mfano kama huu hapa. Jamaa akafanyiwa na wanaume, umeona? Tunakumbuka kabisa kwamba wakati Kathy alipokuwa binafsi, hadi mawazo yangu mimi, umeona, wakati Kathy aliletewa wanaume wengi, lakini kwa upande wa Kavumba kaletewa wanaume tena. Basi mimi kwa maoni yangu ni kwamba tungefanya haki sawa, basi tukasema kwamba kwa kuwa Kathy aliletewa wanaume wengi, basi na